Lakini pia one more time kuna issue ambayo pia nimependa nikuulize ama tuzungumzie. Sasa hivi kuna movie inaitwa Dunia. Moja kati ya movie ambazo zinapendwa zaidi huko mtandaoni. Tumeona kwamba mara ya kwanza kulikuwa na movie inaitwa Snake Boy. Snake Boy ni moja kati ya movie pendwa katika historia ya series za mtandaoni, lakini sasa hivi tumeona kwamba kuna movie mpya ambayo inaitwa Dunia. Moja bonge la movie ambalo limekuja kuwashusha wakina Cramvevo sasa hivi watu wasikii, wakina Mwakatobe sasa hivi watu wasikii, kwamba zile movie za kichawi, kichawi zile, ushaona kama watu sasa hivi wamefanyaje, wamezipangusa. Hasa nikasema hivi, ngoja nikakutane na The Giant wa Morogoro, moja kati ya actors na producers wa filamu hapa mkoani Morogoro, watupe mfano, kwa sababu mashabiki wa Bongo Movie walikuwa wanapagiawa na hizi za kina Mwakatobe, masuala ya uchawi, lakini baadaye tukaona kwamba sasa hivi watu wamerudi katika uhalisia wa story. Je, katika tasnia, wewe kama mtu ambaye upo katika sanaa, unazungumziaje hizi andishi mbili, kwamba kuandika kichekesho na kurudi katika historia ya reality? Sasa hivi watu wameanza kurudi katika reality. Je, kibiashara ama katika sanaa, unaizungumziaje tasnia hizi katika uandishi na utengenezaji wa filamu? Unajua, mwisho wa siku kila mwandishi anapoandika kitu chake anaweka zima yake, kwa kwamba ikienda kwa raia ifike katika design gani. Kwa hiyo katika uandishi miwili, kuandika kichawi na kuandika hivi vitu ya kawaida, vote vitu vizuri, lakini nategemea maudhui yako umeyafikishaje. Kwa mtazamaji, yeye anachoangalia ujumbe umeufikishaje, umeandikaje kitu kizuri. Unaweza kaandika uchawi, lakini uchawi at the end of the day, mwisho wa kitu ulichokiandika ukaja kufundisha. Unaweza kaandika ikawa kitu cha kawaida, hicho cha kawaida ulivyoandika mwisho wa siku kinakuja kufundisha. Unaweza kaandika comedy, hiyo comedy iende, lakini at the end of the day ije kufundisha. Kwa mtazamaji, yeye ni mtu tu wa kuangalia kitu kizuri anakipokea. Umeona kitu kizuri anakipokea. Bahati nzuri umetaja hiyo series, umesema inaitwaje? Dunia. Mimi sijaifuatilia sana, lakini naisikia watu wanaizungumzia, na imani mpaka watu wanaizungumzia itakuwa kitu kizuri. Nitakana kwanza kukitafuta na mimi niweze kukiangalia nione. Soko ndivyo lilivyo. Wanakuja, unajua maisha ya sanaa ni keki kubwa, ni keki kubwa ya taifa. Kwa kila mtu atakula kiupande wake. Hivyo atakuja nao atapotea, watakuja, ndio hivyo mambo yalivyo. Manake sio kama labda ulivyosema kina Cramvevo, kina nani wanavoigiza vile, sio kama wao ndio walikuwa wazuri sana. Hapana, kuna wengine wazuri wanakuja na baadaye watakuja tena kina Vevo, ni hivyo. Kwa ni mambo tu kubadilishana. Unakumbuka sisi tulikuwa kipindi chetu cha Mapanguso, tulifanya vizuri na inawezekana kuliko kitu chochote hivi, tulitamba. Wanakuja wengine sasa hivi, sijui unaona kuna Kombolela season 2. Kwa maisha unajua yanakwenda hivyo, ndio maisha sana yalivyo. Okay, by the way, tumeona kwamba kuna progress ambayo tumeiona kwa upande wako, cast back to back, na pia sasa hivi kuna madirectors wengi sana ambao wamefanya kazi nao. Tumekuona katika Panguso ukiwa na director Mafufu, by the way, na this time around kuna projects ambazo zinaendelea, kuna ongoing projects ambazo tumekuona tayari ukishiriki. Je, unamzungumziaje producer Lamata Lea, anaitwaje vile? Lea Mwandamseke. Moja kati ya watu wakubwa katika soko la filamu hapa Tanzania. Kwa upande wako unamzungumzaji katika masuala mazima production na ufanyaji wa kazi? Yule unapomzungumzia Lamata useme tu ni producer. Unapomzungumzia Lamata unasema ni mlezi wa wasanii. Naam, ukiondoa tu producer na ni mlezi wetu. Unajua ni mtu ambaye huwezi kumfananisha na mtu mwingine yoyote. Yaani unaposema Lamata unazungumzia ni top super duper producer, super duper, yani kuliko kitu chochote kibongo bongo. Ukipotea kwamba kina Lei na wanafanya kazi zao, kina JB, je, unalizungumzaje soko la Bongo Movie sasa hivi hapa Tanzania? Liko poa, kwa sababu tunavotoka na tunapokwenda ni pazuri zaidi. Unajua, kwa sababu sasa hivi bahati nzuri kuna digital platform mengi ambayo msanii ukifanya kazi yako sio mpaka upeleke sehemu, unaweza ukafanya kazi yako kaenda YouTube ukaona jiajili mwenyewe unafanyaje. Kwa soko letu linaenda vizuri.
Okay, poa. Pia kingine cha kuongezea ni kwamba tumeona kwamba sasa hivi vijana wengi sana wakiwa wanawekeza katika hizo digital platforms kwamba masuala mazima ya YouTube na sehemu mbalimbali. Je, kwa upande wako ndugu yangu hapa Bangara, tumemwona Baga akiwa tayari kashaingia huko mchaka chinja Adin Salema Hadija kwamba tidi for tat. Kwa upande wako umejipangaje? Kwa sababu kuna baadhi ya mashabiki wako ambao pia wana expect kwamba maybe watakuja kukuona kwenye hizo platform. Je, unawaambiaje ama kipi ambacho umeanza kuandalia? Wakae mkao wa kula kwa sababu kama nilivyosema awali, hii sanaa ni keki yetu sote, unajua Kwa kila mtu atakula. Mimi nafikiri wakae mkao wa kula. Mimi na ndugu yangu Baga tutakuja tumekuja kilo mbaya tayari. Na sasa hivi tupo katika mfungo wa Ramadhani. Nafikiri wajiandae kupokea series ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ipo utofauti. Sina la kusema, ina utofauti na series zote au kitu chochote ambacho lichoketi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi tunafikisha ujumbe kwa kitu tofauti na ndugu yangu Igo Baga Mteme, nguli kamshughuli hatari, dege lisilolio. Ujue ukimzungumzia Baga unamzungumzia mimi mshua wangu kabisa. Yule mimi baba yangu kwenye industry mimi mzee wangu. Alafu wengine wakina Lamata naweza kusema sasa mabibi zangu nini hivyo, unajua Okay bro, kulikuwa na discussion ambayo nahisi mara ya kwanza kwenye interview yetu ya kwanza nilishawahi kukuuliza, na of course kaenda viral sana mitandaoni, na issue kubwa ni kuhusu huyu anaitwa Baga amini nani Ngomanagwa. By the way Ngomanagwa, lakini pia sasa kaongezeka kuna mtu anaitwa Chado Master, au sio, na kuna Baga Mteme. Watu wanafanya style moja hivi ya kuigiza kama kiuni hivi kisela. Je, unazungumzaje impact ya Baga kwa hii new generation ambayo tunayo sasa hivi? Unajua ukimzungumzia Baga utakiwa kumfananisha na mtu mwingine yoyote na victim sela. Yoyote Baga, kwa sababu hata hao wenyewe wana victim wa sela. Unapomzungumzia Ngomanagwa au unapomzungumzia Uchado, tumemwona Chado kaja vizuri sana kwenye hii Mission Impossible, watu wamempokea. Ni sawa, watoto wa Baga ni watoto wa Baga. Baga baba yao, yani Baga babao, kwa sababu mimi bahati nzuri watu wote nakaa nao na nawaona hivi pamoja tukiwepo. Maana yake hata ukikana Chado mwenyewe ukimwambia kuhusu Baga anakuambia mwamba ule mshua. Kwa nini hujui ka Baga mwamba mshua? Yule mwamba kabisa. Ukikana Ngomanagwa naye wanamuona hivyo, ila mengine ni mambo tu ya mtandaoni, kwa sababu hata mashabiki sio wanajua wewe Baga wewe unasemaje. Kwa sababu wale wote wanafanya kwa kupitia Baga, na maana wanapopata ugali wao wanaupata kwa kupitia Baga. Yani wale watu wote wanaoigiza, unapomwona Chado kuigiza kwake alimwangalia Baga anafanya nini, akaja nafikiri na kwenye Mission Impossible alimuita, bwana njoo bwana mwamba unipige kampani 1 2 3. Umemwona Baga Mteme kwenye Mission Impossible. Ngomanagwa naye umemuona mwenyewe akikaa 1 2 3 anamwangalia Baga anafanya nini mpaka unaona anakuepo. Lakini mambo mengine ni mambo tu ya sokoni, lakini ukimzungumzia Baga unamzungumzia mzee wao. When you talking about Baga unamzungumzia mtu mmoja mkubwa sana. Sasa wewe kama uenda hii generation mpya ambayo inakuja sasa hivi, design kama naona wanakuja kumpoteza hivi kwenye game. Nani anapotea? Hatuwezi kuwapiga useme sasa labda wanakuja eti kwa nini Chado anakuja hivi? Au kwa nini Ngomanagwa anakuja hivi, au sijui kwa nini nani sijui Zebaki unakuja hivi. Hatuwezi kuwapoteza. Waache waje. Maisha si vita, ndio maana kuna Real Madrid, afu kuna Arsenal, afu kuna Chelsea, afu kuna Wolverhampton, afu kuna Bournemouth, afu kuna Everton, afu kuna, lakini zote ni timu zipo Premier League. Kwa hiyo waache waje. At the end of the day itajulikana timu gani itakayoshika daraja. Hii skeki yetu wote. Okay. So by the way nimeona kwamba pia kwenye mitandao watu wakizungumza sana kwamba sasa hivi wasanii wa Bongo Movie design kama mmejisahau hivi. Wewe unazungumzaje hizo comment ambazo zinatoka kwa mashabiki kwamba Bongo Movie kama wamejisahau? Je, unaposikia ama kukutana na comments kwamba Bongo Movie wamejisahau, generation mpya watoto ambao wamekuja sasa hivi wanapata pesa na Bongo Movie wamekubali matokeo? Je, unaonaje kuhusu comments ambazo inaendelea sasa hivi? Watu wanashindwa kuelewa. Si hatujajisahau, kwa sababu hata wanaokuja wanazokifanya wanaokuja unawaona wanafanya Bongo Movie ni hizo wanazozifanya. Watu wanapata hela kwamba majiajili wenyewe. Ni sawa, waache wapate hela, lakini waache, ndio maana keki ya kwetu wote. Kwa na sisi tulishapataga na bado tupo. Kwani umeona mpaka umekuja manake sisi bado tupo. Umeona wewe mpaka umekuja manake sisi bado tupo, wandewa tupo. Okay, kuna project ambazo sasa hivi ungependa kushare na Tanzania au ni bado ni siri za kambi? Ni siri za kambi, nyingine siri za kambi, nyingine ziko wide, kila mtu anaziona. Project ambazo sasa hivi unashiriki ambayo ni kubwa ambayo Watanzania wa expect au kwamba wasubirie kwamba kuna kitu kingine kisicho kinakuja? Watanzania ni kitu ambacho wanachobidi wakisubirie kwa hamu ni YouTube channel ya Baga Mteme,
Igo Nguli Kamshughuli. Ile YouTube ukitaka ni tuandika Baga Mteme, utaona vitu vyetu vingi ambavyo waendelee pale kusubscribe na kuendelea kushare YouTube yetu. Ukiondoa hivyo, kazi ambayo ipo kwa sasa hivi ipo Nice to Meet You. Nice to Meet You ipo inaruka hewani, iko pale Star Times kila siku saa 2:30 nafikiri. Saa 2:30 kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Utaniona pale Bangala naitwa kama Cheche. Fuatilia utaona, utakuja kunishukuru. Okay, this my brother naitwa Bangara, na cha mwisho ambacho ungependa kushare na Tanzania this time around kwa wale ambao wanakufuatilia kwenye mitandao yako ya kijamii, lakini pia hapa tupo live kabisa kupitia Film Online. By the way my brother, kipi ambacho cha mwisho ungependa kushare na Watanzania, show some love right now? Cha kushare na Watanzania, waendelee kutusupport, watusupport. Sisi bila ya wao hatuwezi. Unajua sisi tupo kwa ajili ya wao. Watusupport, Watanzania mtusupport sana. Muingie hata kwenye account yetu, kama account yangu ya YouTube, unaweza kaingia pale kidogo ukanifollow pale, andika Bangala TZ, sio Bangala_TZ. Utaniona pale fresh, utakuwa unapata vitu vingi na imani. Mwaka huu, mwaka 2025 wa kwetu, tunatamba nao na tunafurahi nao. Niamini ninachokwambia. Oh, this my brother naitwa Bangara, sina la ziada. Bye bye and see you to the next one. Ciao.